Sana TV. Maudhui yetu ya leo, Ramadhani ni fursa kubwa ya kufanya biashara, lakini ni biashara gani? Ndugu zangu, Ramadhani ni moja katika nguzo 5 za Uislamu, na hizi nguzo za 5 za Kiislamu zaitwa ibada ash'airia. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamu salah, wa itau zaka, wa saumu Ramadhan, wa hajjul bait man istataa ilayhi sabila. Ndugu zangu, sisi tuko katika kizingiti. Kizingiti ni kile cha mlangoni, ima kutoka au kuingia. Huna budi ukitoka au ukiingia upite kizingiti. Na sisi tuko kizingitini, yani tuko kwenye kizingiti, tumekurubia kuingia katika Ramadhani. Na Ramadhani ni moja katika ibada muhimu sana, na sote twaelewa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi kwa umuhimu mmoja tu. Vipi tumwabudu yeye? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mimi sikuumba majini wala binadamu ila waweze kuniabudu. Lakini ibada kwa maana shumuli. Nini maana shumuli? Yani iliyokusanya kwa kila pembe zake. Unajua zingine unaweza kulifanya jambo ukalifanya kwa njia moja au kwa mpangilio mmoja au kwa namna moja. La, uzuri ukilifanya jambo ulifanye kwa kila njia na kwa kila namna na kwa kila aina. Ibada bilmaana shumuli, yani tumezungumza kwamba saa nyingine waweza kulifanya jambo kwa mpangilio huu na ilikuwa yatakiwa kufanya na hunu na hunu na hunu na hunu, lakini anayefanya kwa aina moja akaziacha zile aina nyingine, henda akaambiwa katika mambo ameshafanya. Lakini yule anayefanya akafanya kwa design zote zitakiwao ufanye, huyo ndo amefanya kwa namna itakiwavyo. Sasa ibada tukiangalia kwa maana shumuli, au min dhiqi al-ufuqi wa min jahli shadid, au kwa ubaya, kwa kuwa umebanika, hujafunguka kimawazo, hujafunguka kielimu, hujafunguka kifikra, na kwa ujinga ulokuwa nao mwingi, baadhi yetu sisi twatuhumu kwamba ibada ni hizi tu. Kufunga manake makusudio ya kufunga mimi ni sile kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Huku ni kuifahamu hii saumu kwa maana tofauti, kwa sababu ibada ina nyanja nyingi sana imekusanya, na ndio ukaona ibada zote hizi zimeelezewa kwamba kuna mambo fulani ikiwa hukuyafanya, ile ibada umeifanya imesihi, kwamba hufai tu kuilipa, lakini haina natija. Wajua mwenye akili si ule anayesema mina shamba ina miembe tele, ina minazi tele, lakini utakuuliza swala, kwa mwaka wavuna maembe kiasi gani? Haiyoti chochote. Sasa faida ya kuwa na miembe haiyoti kitu, faida ya kuwa minazi haiyoti nazi, faida ya kuwa na mipapayo haiyoti mapapayo. Kwa sababu kila ibada ni lazima yule mumin aangalie matunda ya hii ibada ninayofanya. Je, mimi hal aqtatifu thimaraha, mina vuna, mina chuma matunda yake hii ibada? Wa ila ibada yako itakuwa haina maana.
Ni kama mtu akupe pesa, lakini pesa zile akwambia bwana, hii pesa lakini mfeki. Sasa mimi nikaziweke kwenye sanduku tu, niziweke show. Mimi nitaka pesa nitumie. Sema hii pesa lakini haitumiki tena wala haifanyi wewe tukua tu yako wewe. Au akupe TV haionyeshi natija yake. Hii simu lakini haifanyi kazi. Sasa mimi nifanye nini unipe? Sini mzigo tu kunipa huu. Sasa tuko wengi, nasallallahu salamata wal afya, hatuelewi natija na faida ya ibada. Kwa mfano, kwanza kabla kutoa hunu mfano, kuzibana hizi ibada ukaziweka kwamba mtu akakuuliza hebu nitajie na mimi hizi ibada. Wewe ukataja ibada ni kuswali, sawa. Ibada ni kutoa zaka, sawa. Ibada ni kufunga, sawa. Ibada ni kuenda hija, sawa. Hizo ndio ibada bwana, zimetajwa bwana, arkanul islami 5. Bas hizi ni ibada zaitwa ibadatu sha'airia. Lakini kuna katika ibada zaitwa ibadatu taamulia. Katika kila ibada kuna ibadatu taamulia. Katika kila ibadatu sha'airia kuna ibadatu taamulia. Ibada namna ya kuamiliana na watu. Kwenye zaka, vipi zaka manake wewe una mali. Vipi ale mali utayatuma hali ya kuwa ni mkweli na muaminifu. Kwenye saumu, vipi utajikataza na kile yanayoharibu saumu. Kwenye swala, angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituambia, man lam tanhahu salatuhu, yule ambaye kwamba haitomkataza yeye swala yake, anil fahshai wal munkar, kufanya machafu, kuyazungumza machafu, kufanya maasiya, kufanya mabaya, fala salata la, hoyo swala yake haijatoa natija yoyote. Angalia kwenye zaka, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, tukua katika mali yao zaka, ambao hiyo zaka itawasafisha wao wawe ni wasafi, hawana chuki, hawana kinyongo, hawana dhulma, hawana kuiba, hawana kupokonya. Haya ndiyo malengo. Angalia kwenye hija, akatuambiaje? Man hajja falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yaumi waladathum, atakaye kwenda hija lakini hija ile asifanye uchafu wowote wa kuzungumza, wa kusikiliza, wa kusema, wa kutazama, wa kupokonya, wa kuchukua, wala asifanye uchafu, basi atarudi kama siku alozaliwa na mamake, hana dhambi. Hakuna zaliwa na dhambi. Sasa hizi ndio zaitwa qatfu thimari al-ibada, kuchuma matunda ya ibada. Sasa hii saumu hatukuwekewa, Mwenyezi Mungu hasha, ameweka Ramadhani kusudi kuangalia nani atakaye kushikwa na njaa zaidi. Ni nani atakaye kujipamba kufanya biashara ya saumu itakiwavo. Bila shaka hakuna mfanyi biashara yoyote ila yuaogopa kuriski na mali yake katika mahala ambako kwamba anajua hapa ni kiriski mmoja katika mawili, ima yatapotea, ima yatazama, ima nitapokonywa. Hakubaliani, kwa sababu hisabu yake mfanyi biashara yoyote hapigi hisabu ya mimi kupata hasara, yuapiga hisabu ya yeye kupata faida. Sasa saumu ni biashara, lakini je, sisi twapata faida katika biashara ya saumu? Sisi twachuma ile natija ya saumu? Uislamu ni jengo kubwa sana ambalo kwamba nguzo zake ndio swala, zaka, saumu, hija, shahada. Lakini Uislamu ni syllabus, ni manhaj, ni mpangilio, ni mfumo
kamili wa maisha ya mwanadamu, na hawezi mja kuchuma matunda ya Kiislamu ila anapotukua hukumu za Kiislamu kwa ukamilifu. Ukitukua upande mmoja haitofaa. Ni kama mfano wa gari, japokuwa yenda kwa petroli, lakini yahitaji maji, yahitaji oil, yahitaji grisi, yahitaji sijui kitu gani. Sasa ukasema mimi nitatia petroli peke yake, utaiharibu. Ni lazima vitu vyote vikamilike vinavyohitajika, ndio ile gari itakuwa safe. Na wewe ni lazima utukue mfumo wa Kiislamu kwa ukamilifu. Ukisema mimi nitatukua upande hunu, mimi huku bwana sina haja nako, hutoweza kupata natija na kuchuma matunda ya Uislamu. Kwa mfano, si kila atakaye kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataingia peponi moja kwa moja. La. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema man qala la ilaha illallah bihaqqiha, kwa kuipa haki ile la ilaha illallah, dakhala aljanna. Masahaba wakamuuliza wama haqquha, au qila wama haqquha, haki yake ni nini? Qala an tahjizahu an maharimillah, ile la ilaha illallah ikukataze na kila mambo ambayo kwamba hayafai kwa Mwenyezi Mungu, hayataki. Ikukataze na kugombana, ikukataze na kuteta, ikukataze na kunyang'anya, ikukataze na kupokonya, ikukataze na dharau, ikukataze na kibri, ikukataze na kusengenya, ikukataze na kutembea uchi, ikukataze na kulamalia watu, Kwenye riwaya nyingine akasemaje? Man qala la ilaha illa Allah mukhlisan min qalbihi, mwenye kuisema la ilaha illa Allah kwa ikhlasi ndani ya moyo wake, dakhala aljanna, ataingia peponi. Masahaba wakamuuliza wama ikhlasuha, hiyo ikhlasu yake ni vipi ya Rasulullah? Qala an tahjizaka, ile la ilaha illa Allah ikukataze an maharimillah, kila nayo yakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yoyote atakayekuwa atasema la ilaha illa Allah lakini yeye ghariqun fil maasi, amezama kwenye maasiya, mpokonyaji mkubwa ni yeye, mrongo mkubwa ni yeye, mnyanyasaji mkubwa ni yeye, msengenyaji mkubwa ni yeye, mwizi mkubwa ni yeye, mzinifu mkubwa ni yeye, mlevi mkubwa, si lazima ukubwa lakini anayo mambo kama haya, hakuna kwenda peponi moja kwa moja. Ataingia peponi kwa heshima ya la ilaha illa Allah, kwa sababu itikadi ya ahli sunna wal jamaa, la yukhladu fi nari, hatokaa milele motoni, man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Madamu una la ilaha illa Allah, iko siku utatoka. Ni lini? Haijulikani. Lakini kwa nini mwenye akili wewe uridhie kuingia motoni? Kwa hiyo yatakiwa uwe mwerevu, yatakiwa uwe clever, yatakiwa uwe mjanja, yatakiwa uwe hodari. Ukifanyacho chochote ujue natija yake. Je, umepata natija hicho kifanyacho? Wakati unapoweka chai motoni ukaiona haichemki, utasema, mtu akakwambia mmeiweka chai motoni, au mtu amekuletea friji lakini ukitiacho hakishiki baridi, utakubali kwamba hili ni friji, mbona halishikishi baridi? Kwa nini friji hili joto lilioko huku kwetu? Mtu akakwambia mmekuletea, ustadh, nitakuletea zawadi AC, nasikia kuna joto Mombasa, akakuletea, ukiliwasha halieti baridi, halina natija. Sasa natija ya la ilaha illa Allah iwe wewe yale yanaokataza la ilaha illa Allah umeyaepuka. Kwa hiyo haitoshi kuwa wewe umetamka la ilaha illa Allah, umeisema la ilaha illa Allah, waikariri la ilaha illa Allah, bal angalia, je, matunda ya la ilaha illa Allah kwako wewe yapo, yamepatikana? Bilmunasab, ndugu zangu, la ilaha illa Allah ina siri kubwa sana. Kwanza ni tamko peke yake, halihitaji midomo, halihitaji lips. Angalia, subhanallah,
la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mi libse la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, haitaji libs. Na maana waweza kusema hata mtu akakwambia hakuna mruhusa mtu kufungua mdomo, wewe ukawasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, subhanallah, subhanallah, au Allah Allah Allah, haitaji lips. Kwa sababu gani? Aloumba ni yeye, alijua sangine mtu aweza kufanya kibaridi midomo ikenda hivi, lakini mimi kunitaja aweza, madamu ulimi wafanya kazi ya tosha. Kadhalika ikiwa la ilaha illa Allah ni lazima tupate matunda yake, saumu pia nayo ina matunda. Msikilize Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asemaje. Asema hadithi aliyoipokea Abi Huraira, asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man lam yada' qawla zuri, asoata kunena maneno machafu, maneno mabaya, maneno yasostahiki, wal amala bihi, au kufanya vitendo vya maneno machafu na maneno mabaya na maneno ambayo si mazuri, falaisa lillahi hajatun, Mungu hana haja an yadaa taamahu wa sharabahu, uache kula na kunywa na huku wewe hujaacha mabaya. Lengo na madhumuni na natija ya kuwa wewe umeacha kula na uache kusema ya sofa, na uache kutizama ya sofa, na uache kusikiliza ya sofa, na uache kuchukua kisofa, na uache kwenda katika ya sofa, na uache, acha kila kisofa. Ikiwa umeweza kuacha kinachofaa nao ni kula na kunwa, kwa nini usiache kisofa? Ndugu zangu, saumu ni ibada, lakini tahtaju ila iltizam, lakini yahitajia tujidhibiti ili tupate kuchuma matunda yake. Ikiwa swala, mtu akiwa ana swali lakini hana istiqama katika maamrisho, hana istiqama. Istiqama yani ni kuwa na msimamo katika mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tusidharau tukaona maadamu twaswali alhamdulillah, lakini tuangalie baada ya kuswali ni matendo gani tufanyayo. Ikiwa wewe waswali na wewe watukana watu, ikiwa wewe waswali na wewe wavunjia watu heshima, ikiwa waswali na wewe wasingizia watu machafu, ikiwa waswali na wewe wasengenya watu, basi jitilie shaka kwamba hii swala ninayoswali bado haijafanya kazi. Ni mfano wa kutia kitu katika mashini ukisage, lakini chatoka vile vile, utasema hii mashini haifanyi kazi. Ni mfano uitie kaseti au utie flashi kwenye kompyuta, haionyeshi kitu, sema hii flashi haina kitu. Kwa hiyo wakati unaposimamisha ibada ya swala, angalia natija yake. Wewe umeswali, kwa nini utukane wenzako? Tena wengine hawaogopi atamtukana mtu kwenye jukwaa. Wewe Muislamu uliruhusiwa na nani kwamba wastahiki ukiwa kwenye siasa wafaa kumtukana umtakaye, wafaa kumtaja mtu machafu yake umtakaye, hata kama si Muislamu? Heshima hatukwambiwa tuheshimu Waislamu tu, la, haifai kumvunjia mtu yoyote heshima, awe kwenye dini yoyote. Na angalia, subhanallah, angalia adabu ya mitume. Nabii Allah Hud, kaumu zake walipomwambia inna lanaraka, walimwambia manake sisi twakuona wewe ni mjinga,
wale kaumu zake walimwambia kaumu Hud, kaumu zake walimwambia inna lanaraka fi safaha, sitakuona wewe uko kwenye ujinga. Angalia manhaji ya mitume, sitakuona wewe uko kwenye ujinga, manake wewe mjinga tu. Yeye hakuambia, akamwambia qala ya qaumi laysa bi safaha, mimi si mjinga basi. Hakuwajibu ujinga mwenu, mpumbavu mwenu, ushenzi ni wenu. La. Nyinyi si mnaniambia mimi mjinga, mimi si mjinga basi. خلاص. Intaha alqadhiya. Maelezo yamekwisha. Huna haja kumwambia mimi si mjinga bwana. Mimi na akili zangu. Ujinga ni nyinyi, mpumbavu ni nyinyi, washenzi ni nyinyi. Na hii hali imekuwa kwa mashekhe wengi siku hizi, nasallallahu salama wa talafia. Wewe mjinga, wewe mpumbavu, wewe ukusomeshwa mimi, mwate. Si wewe wajijua wewe nani? Mwate aseme. Nyi hamko kwenye sawa, nyi hamko kwenye manhaji ya salafu na salih. Khalas. Kuna siku itafutuka ukweli. Ilo baki sisi ni kuwa na uoga kwa Mwenyezi Mungu. Hatujijui tutahitimishwa vipi. Ni kudhaniana mema. Yule weza kumtukana leo, kesho weza kuingia kwenye shafaa yake. Huwezi jua. Angalia Ibrahim bin Adham, mcha Mungu mkubwa, alipita kwa wahuni. Wahuni wakamuuliza, wewe na yule mbwa bora nani? Akasema ikiwa mimi nitaingia peponi, mimi ni bora kushinda yule mbwa, kwa sababu mbwa atakuwa mchanga. Lakini ikiwa mimi sitoingia peponi, mbwa ni bora kushinda mimi. Wale wakaona haya. Unafananisha mimi na mbwa? La. Hakuna masala. Umeulizwa tu swala, wewe na mbwa bora nani? Sema. Ikiwa mimi nitaingia peponi, mimi ni bora, madhhabi yangu bora kushinda wewe. Lakini ikiwa mimi sitoingia peponi, ya nini ujigambe? Mimi kadhaa, mimi niko kwenye kadhaa. La. Hatujui. Tutarajia kwa Mwenyezi Mungu kwamba tuingie peponi. Tutarajia kwa Mwenyezi Mungu tuwe kwenye sawa. Lakini usimtoe mwenzako. Maadamu uko kwenye dairatu la ilaha illallah, usinitoe. Usinifanye mimi ni mushrik. Usinifanye mimi sina maana. Usinifanye mimi ni mtu wa motoni. Kwa nini uhukumu? Na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani asemaje? Allahu yafsilu bainahum yawm al-qiyama. Mungu ndo atawahukumu. Kwa nini asituelezee hukumu yake hivi sasa? Manake ni atani mwenyewe, hukumu ni yangu mimi. Alaysa Allahu biahkamil hakimin? Siku zote tuisoma. Ikiwa ahkamul hakimin ni yeye Allah, kwa nini tuhukumu sisi? Huko kwenye la ilaha illallah. Na tuate kutukua mifano aliyoitukua Mwenyezi Mungu na sisi tuitukue. Mwenyezi Mungu alipomtaja Firauni na Hamana na Karun, alijua hatimaye. Kwa nini wewe unitaje mimi wajua hatima yangu? Kwa nini wewe uniswarihi kwa jina langu wajua hatima yangu? Ama yule Mwenyezi Mungu alimtaja Karun na Firaun na Hamana, alijua hatima yao. Lakini wewe wajua hatima yangu? Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeambiwa tumfuate yeye. Asema mabalu aqwam, wana nini watu? Hakusema kina fulani, kina mabalu aqwam. Angalia katika Qur'ani imetaja sifa za wanafiki tofauti. Kwani Mtume alikuwa hawajui? Kwa nini asitaje majina yao? Kwa nini asiwazungumzie? Qul ya ayyuhal kafirun, ni watu watatu tu. Qul ya ayyuhal kafirun kwa watu watatu tu. Lakini mbona hakutajwa majina yao? Tabbat yada, Mwenyezi Mungu alijua kwamba huyu Abi Lahab hawezi kusilimu. Wewe wajua mimi siwezi kuongoka kwa itikadi yako, umeteremshiwa wahi. Haitakiwi ndugu zangu. Sisi ambao kwamba ni wanafunzi ambao kwamba twajinasibisha kwamba ni maduat, tukiwa namna hii, waache wanasiasa wateze katika nyanja za kutukanana na nyanja za kutoana mpaka kutajiana mpaka watu na wazazi wao.
kwa sababu mashekhe wamekuwa watukanana majina wazi wazi, si sawa. Sasa angalia, tunaambiwa vipi hapa? Mtu ambaye kwamba ayuwaswali lakin lam yastaqim ala amri llah, hajalingana kulingana katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwanza jikataze na matamshi mabaya, jikataze kutukana watu. Hadithi, masahaba wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna fulana sawama qawama, kuna mwanamke hapa usiku wafanya ibada, usiku mzima yafanya ibada, mchana yuwafunga, lakini tudhi jaraha bilisaniha, lakini humuudhi jirani kwa ulimi wake, ana maneno machafu sana. Qala hiya fi nar, Mtume akasema ataingia motoni kwa sababu hakutunga ulimi. Haya, hoyo yuwafunga mchana kila siku, yuainuka usiku kufanya ibada, lakini yuamuudhi jirani kwa ulimi, Mtume asema huyo ataingia motoni. Wewe ujaye kwenye TikTok siku zote ukatukana watu, maana huna hata siku kaambia watu jamanini msitukanane, jamanini msivundiane heshima, jamanini tuheshimiane, jamanini tustiriane. Eleza kosa, haijakatazwa, lakini usimswarihi mtu, usieleze fulani. Kukataza makosa si makosa, lakini kosa ni kumtaja alofanya kosa. Sema wanaume wamekuwa na tabia, mashekhe haina, lakini fulani unachuki naye, humpendi, una wivu naye, una kinyongo naye, haina haja. Eleza kwamba kuna tatizo kadhaa, kuna maelezo kadhaa, haya maelezo usawa wake ni kadhaa kadhaa, haina tatizo. Lakini fulani, na wewe unayepewa kazi hiyo ya kuposti zitu kama hizo na kuweka picha za watu, ujue na wewe pia washirikiana. Yasikitisha, baadhi ya channel ukiingia utakuta ni kutukana tu, ni kuvundiwa heshima tu. Ndugu zangu Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu, hakuna dini inayoamrisha watu kutukanana, hakuna dini inayoamrisha watu kuvundiana heshima. Hiyo si dini. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, hii ni Qur'ani, ametukataza kwa wale ambao kwamba wanaomwabudu hawamwabudu Mwenyezi Mungu, hawamkubali Mwenyezi Mungu, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah. Mtu kama hakuwa Muislamu usimtukane, usimtukanie dini yake, usimtukanie ule Mungu wake anayemwabudu. Fayasubbu Allaha adwan bighairi ilm, atakumtukana Mungu wa kikweli, Mungu wako wewe Muislamu, ulosababisha ni wewe. Wewe kazi yako fulani kadhaa, fulani kadhaa, fulani kadhaa, haitakiwi. Sasa swala ikiwa wewe waswali lakini hujalingana katika maamrisho yake, kwa maana yaloamrishwa huyaleti yatakiwavo, yalokatazwa huyaepuki itakiwavo, asema lam tanfa'uhu salatu, ile swala haijamnufaisha chochote. Jua iswali, tumwambia huna lazima kuilipa, lakini haina natija. Ni mfano ule tulotoa, ni miembe umeipanda haizai, ni mipapai umeipanda haizai. Kama kwenda kushika samaki ambao hawanunuliwi ukaja kutuuzia, kama hapa Mombasa sisi jamii ya Kiswahili, uje na samaki kama tondi, sema nimekuja lori zima la tondi, nani atanunua tondi? Kwa sababu si kitu kwetu kina natija cha kubalika. Kwa hiyo muhimu usifanye tu ile ibada, muhimu zaidi baada ya kufanya ibada angalia natija yake. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kutupa dalili ya kutakabaliwa kile ukifanyacho. Ni vipi? Ni kuwa fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia almu'min ma'adhirun, mu'min yampa mwenzake nafasi, yampa mwenzake udhuru. Miskini amekosea, miskini amepitikiwa, miskini hakuelewa vizuri,
Lakini we waja na kutukana na kutoa watu wengine mpaka kwenye dini, kumfanya mtu ni mushriki, yule yuabudu kitu fulani. Ibada ni amal ya moyo. Wewe sasa umekuwa wajua siri, na dalili ya kuwa ibada ni amali ya moyo. Lao Mwenyezi Mungu hakutuelezea hali ya wanafiki wanaswali vipi, akatwambia wala yatuna salata illa wahum kusala, walikiswali lakini nani alikijua kwamba hawa hawaswali itakiwavo? Kwa sababu kuswali ni ibada dhahir, hakika yake ikhlasu yatakana ndani ya moyo. Huwezi kujua ikhlasu ya mtu, aijuao ni Mwenyezi Mungu. Sasa wewe usemapo yule yuamshirikisha, amezungumza maneno ya shirki, amedai kuna Mungu asokuwa Allah jalla jalalu, kwa nini mwambie mwenzako ni mshirikina? Kwa hiyo ibada zina natija yake. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aeleza hadithi ya tisha kwa sisi ambao kwamba twafunga lakini hatujahakikisha maana ya kufunga, twaswali hatujahakikisha maana ya kuswali. Asemaje? Hadithi aliyoipokea Thauban kumpokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume asemaje? La a'lamanna aqwaman, mimi nawajua watu, min ummati, ni katika ummati wangu, ya'tuna yawm al-qiyama, watakuja siku ya kiyama, bihasanatin, wana mema mingi, ka amthali jibali Tihama, au bihasanati amthali jibali Tihama. Ukubwa wake utaona ni majabali yaliyoko sehemu za Tihama. Arabuni kuna sehemu zaitwa Najd na Tihama. Tihama ni sehemu ambayo kwamba imeinama na Najd ni sehemu iliyoinuka. Baidhaa, tena amali zenyewe nyeupe. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Mungu atajalia zile amali zao zitapita patupo, hakuna hata moja itakayokutakabaliwa. Ibada nyingi, amali nyingi wamezifanya, lakini zitapita haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah sifhum lana, Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zikushukie wewe, hebu tusifie, tupe sifa zao hawa watu na aina gani. Jallihim lana, tudhihirishie tuwajue, au tudhihirishie sifa zao tuzijue. Alla nakuna minhum, kwa sababu tujiepuke tusije tukawa kama hao. Wa nahnu la na'lam, na sisi hatujui. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qala ama innahum, mujue kwamba hao ikhwanukum wa min jaldatikum, ni ndugu zenu na wako pamoja na nyinyi, wavaa kama mnavovaa nyinyi, wahudhuria darasa kama mnavohudhuria nyinyi, waswali kama mnavoswali nyinyi, wanafunga kama mnavofunga nyinyi. Wayakhudhuna min al-layli kama taakhudhuna, na wanasimama usiku kama nyinyi mnavosimama, yani wana ibada za mausiku. Walakinnahum aqwamun, lakini wao ni watu, idha khalau bimaharimillah intahakuha, wakipata nafasi ya kumkosea Mwenyezi Mungu hawaiachi. Yani wakipata nafasi hapa, toboa atatoboa. Yeona sifa, shujaa, haogopi. Yahi, usione kutukana watu ni sifa, kuvundia watu ni sifa, kuvundia watu heshima ni sifa. La, afadhali uitwe muoga yule yuogopa bwana. Naam, kwa sababu namuogopa Mwenyezi Mungu, inni akhafu Allah rabbal alamin. Wa illa, kuna na kaburini, yule akwambia utoboa hatoingia na wewe, yule akwambia usema usiogope hatoingia na wewe kaburini, yule akupigia makofi, yule akwambia usijali mimi niko kaburini, hawezi kukwambia mimi niko. Yauma yafirru almar'u min akhihi
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Ogopa. Asa angalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavotahadharisha. Kuna watu wafanya sana ibada, wafunga, lakini wakipata nafasi watasengenya, wakipata nafasi watamvundia mtu heshima yake, wakipata nafasi ya kutukua mali ya mtu watayatukua, wakipata nafasi ya kupokonya watapokonya, wakipata nafasi ya kunyanyasa watanyanyasa. Haitakiwi, haipendezi. Yasababisha kupata hasara katika ibada zako. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha kwamba usitosheke kuwa wewe wafunga, usitosheke kuwa wewe waswali, usitosheke kwenda wewe kuwa wewe umekwenda hija, usitosheke kuwa wewe watoa zaka. Sikiliza hadithi aliyoipokea Abi Huraira, iko katika Sunan Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba, ataduruna manil muflis, nyi mwamjua mtu alofilisika? Qalu almuflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mataa. Muflis kwetu sisi, mtu alofilisika ni mtu ambaye kwamba walideni mtuzi kardha, hana senti wala hana nyumba, hana gari, hana kiwanda, hana shamba, yani hana chochote, maskini koko, hana hata mahala pa kulala. Huyo ndo muflis kwetu sisi ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataka kuwafahamisha wamuelewe, wamjue huyo muflis ambao kwamba nyinyi mwamuona ni asokuwa na pesa wala asokuwa na chochote, asokuwa na biashara wala asokuwa na kiwanja. Ni yupi? Basi sikilizeni, mkiwa mtaka kumjua huyu muflis, haya ngojeni niwaambie. Ngojeni niwaambie mumjue muflis kama huyu. Asema almuflisu, muflis min ummati, katika ummati wangu, man yati yawm alqiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bisalati, ana swala nyingi ameziswali, wa siyamin, ana saumu nyingi, miskini Jumatatu Alhamisi hakosi, ayyamul bidhi hazikosi, sunna za Taswa, Ashura, Arafa, sunna zile sunna zote zinazofungwa yeye hakosi. Lakini sikiza, wa zakatin, ana na zaka nyingi yatoa, kila mwaka yatoa zaka. Wayati, lakini atakuja siku ya kiyama, kad shatama hadha, amemtukana huyu, wa kadhafa hadha, amemsingizia huyu, wa akala mala hadha, amekula cha huyu, amempokonya huyu, amemnyanyasa huyu, amembadilishia haki yake huyu, wa safaka dama hadha, huyu amemuua, wa dharaba hadha, huyu alimpiga, alimuonea huyu. Fayaqud, aketi, fayuqtas, atukuliwa kisasi. Subhanallah. Hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, huyu apewe zile swala zako ulikoswali, apewe huyu, zile saumu zako ukifunga apewe huyu, zile hija zako ulokwenda na umra apewe huyu, zile zaka zako ulotoa apewe huyu. Fa in faniyat hasanatuhu, mema yako yakisha, miskini ulofunga ni wewe, lakini ulimsengenya mtu, mema ya kufunga yaenda kwake. Ulokwenda Maka ni wewe, lakini umemvundia mtu heshima, hija yako ipewe ule. Umetoa zaka,
lakini ulimnyanyasa mtu. Umemnyanyasa mtu, atapewa nini yako, atapewa yeye. Wewe umejitahidi sana, wewe umejitahidi sana kufanya ibada, lakini miskini wasengenya watu, lakini wavundia watu heshima, lakini una kibri, wajiona wewe ni bora, bidi wapewe wenzako. Kwa hiyo jitahidi, usiangalie wewe wafanya ibada kiasi gani, lakini angalia wewe waepuka mabaya kiasi gani. Angalia ule sahaba alikiitwa Zaidul Khair, alikuwa jina lake ni Zaidul Khail, Mtume akambadilisha akamuita Zaidul Khail. Alikuja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema kana nasu yasalunahu anil khair, watu walikimuuliza Mtume kuhusu khairi, na mimi nikimuuliza kuhusu shari, makhafatan, kuogopa nifanye hili jambo ni baya, mimi sijui kama ni baya likanidhuru. Ni afadhali utosheke na ibada peke yake ya faradhi, lakini usiwe na madhambi ya haswa ya madhambi ya kumnyanyasa mtu na kumvundia mtu heshima na kumsengenya mtu. Hakuna, madhambi yote ni mabaya, lakini madhambi huwa mabaya zaidi yakifungamana na haki ya mwenzako. Umemvundia heshima mwenzako, umemsengenya mwenzako, umemharibia jina lake, umemharibia cheo chake. Angalia, subhanallah jamanini, hebu nisikilizeni kwa makini hapa, kwa sababu haya mambo hata Ramadhani watu yafanya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuielezea ubaya wa riba alieleza kwamba riba ni ithnani ni 73 baban, 73 baban. Riba ni milango 73. Riba 73 baban. Akasema riba ndogo, riba ndogo, sikiza kwa makini, yani mtu riba ndogo akiifanya ni kama mtu kulala na mamake, nasallallahu salamat. Yani ule afanya riba kidogo ni mtu tu iseme, umemwona huyu tabia yake kulala na mzazi wake, kama mwa kike, kama mwa kiume, mwanamume kama alolala na mama, kama ni mwanamke kama alolala na babake, huyo ndo amefanya riba ndogo. Yani dhambi zake ni kama dhambi za mtu kulala na mzazi wake, yani kufanya tendo la zina na mzazi wake alokuzaa. Yani leo tukasema fulani ufanya riba, mtu hatokasirika, mwambia watu wote ufanya riba, lakini kwambia fulani bwana hulala na mamake, yake amefika kunipa hadi kuniambia mimi nalala na mama. Naam, anayefanya riba ikiwa ni ndogo, basi dhambi zake kama alolala na mamake. Lakini sikiliza sasa, wa arba riba, riba kubwa zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema irdhul mu'min, ni cheo, ni heshima ya mwenzako. Yani anayelala na mzazi wake dhambi zake ni ndogo kuliko anayemvundia heshima mwenzake, anamvundia cheo mwenzake. Hii ndio arba riba. Riba kubwa sana ni hiyo, hakuna riba zaidi ya hiyo.
Na leo watu tumekuwa wepesi sana katika kuvunjiana heshima. Sasa Mtume SAW asema kitu cha kwanza utapokonywa yale mema. Mema ameisha na bado nao watu wamewasengenya, wamewavundia heshima. Manake kama baadhi ya wanasiasa, baadhi hana jukwaa atapanda ila atamvundia mtu heshima. Kwa miaka 5 yeye huvundia watu heshima. Kwa miaka 5 yeye huvundia watu heshima. Sasa watachukuliwa wale mwaka wa kwanza wapewe thawabu zako. Zimemaliza zile thawabu, watachukuliwa mwaka wa pili. Sasa mtu alikwenda akalewa, zitukuliwe dhambi zake za kulewa upewe wewe. Wewe hukulewa lakini upewe dhambi za kulewa. Wewe hukuzini upewe dhambi za kuzini. Wewe hukuiba upewe dhambi za kuiba. Wewe hukunyanyasa upewe dhambi za kunyanyasa. Subhanallah. Kwa nini? Kwa sababu ulivundia watu heshima. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtasa alayhi min al-khataya ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma turiha fi an-nar. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hiyo ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kukaa na njaa peke yake, lakini ni mwezi wa kuisoma Qur'ani kisawasawa, ni mwezi wa kutoa kila mmoja kwa uwezo wake, ni mwezi wa kuikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwezi wa kuepuka zile takalidi na adati, dasturi na mila, tuziache kwenye Ramadhani. Tumezoea kuteza karata, atana nayo. Umezoea kuteza dumna, atana nayo. Umezoea kuteza keram, atana nayo. Umezoea kuangalia vipindi, atana nayo. Ramadhani si mwezi wa watu kukaa kualikana kupiga story. Watu wataka futari, na kwenye futari angalau pia kupatikane maelezo ya watu kukumbushana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajua kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, anayemwamini Mwenyezi Mungu na anayamini siku ya mwisho basi amtukuze ule mgeni wake. Hebu ndugu yangu, kuwa mkweli, uko mgeni kama Ramadhani? Na wewe waitukuza Ramadhani kwa jambo gani? Kuna watu Ramadhani lazima waingie maduka yote, kila duka yeye basi atoke tuende madukani, ende tu madukani. Na ikiwa huna budi, ndugu yangu mpenzi, ndugu yangu msikilizaji, nenda mwanzo wa Ramadhani, lakini ikiingia 10 la mwisho funga, full stop, hakuna tena kwenda madukani. Nenda, ni wakati sasa kuipiga masombo na ibada. Ramadhani aitakayo Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni mwezi ambao kwamba shahru inaba, ni mwezi wa kurudi kwake. Shahru taqwa, ni mwezi wa kumwogopa yeye. Shahrul Qur'ani, ni mwezi wa Qur'ani. Shahrul Qurbi, ni mwezi wa kuikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Shahrul Hubbi, ni mwezi wa mapenzi, kupenda ibada, kupenda khairi, kupenda mazuri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, hadithi aliyopokea Abi Daudi aliyosimulia ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, wewe ukifunga Ramadhani kwa namna itakiwavyo, kwa kuamini kwamba Ramadhani ni mwezi wa mtukufu, ni mwezi wa kuzidisha imani, ni mwezi wa kuepuka madhambi, basi kule kufunga kwako kwa nia hiyo na ukasimama usiku kwa ibada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa madhambi yako yote yaliyotangulia. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya katika maisha mwanadamu kama mazoea. Haya mazoea ndio hutufunga sisi tukawa hatuwezi kufanya mambo mengine. Nishazoea. Ndio kawaida yetu. Ndio dasturi yetu. Ni lazima tupigane nayo.
Ni lazima kila mmoja ajitahidi afunge kama atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ila tutafunga saumu zisokuwa na maana. Yoyote hata kusema machafu, saumu yake haina maana. Yoyote ambaye hatoacha kusengenya, saumu yake haina maana. Yoyote ambaye kwamba atavunjia watu heshima, saumu yake haina maana. Yoyote atakaye kutoka uchi, mwanamke atakaye kutoka uchi, saumu yake haina maana. Na yoyote mwanamume atakaye kutazama wanawake tena tusifahamu kutoka mchana, hata usiku wa Ramadhani. Wajua kufanya baya Ramadhani mchana na baya Ramadhani usiku same. Kwa hiyo ni lazima tufunge mato yetu kwa kuangalia sofa. Tufunge mwili wetu kama wanawake wa uhifadhi mwili wao usionekane na asiofaa. Wasitoke hali ya kuipamba. Maana Ramadhani kuna wanawake usiku wakisha kufuturu utafikiri wenda kujizanya. Jamanini, tumuogopeni Mwenyezi Mungu. Huna budi utoke, usitoke na pambo. Waate watu Ramadhani wasikuone kwamba wakuone wewe si mzuri. Lazima onekane mzuri. Usitie banda, usitie lipshaina, usitie chochote. Najisitiri, usionekane shingo yako, usionekane nyele zako, usionekane miguu yako, usionekane bodi yako iko vipi, usionekane mpasuko wa jaibi hii hapa. Kaonekana mpaka sehemu ya maziwa yamekaa namna gani. Usionekane wewe uko slim au uko dingi, ni chembamba au ni tuntuni. Hebu tumuogope Mwenyezi Mungu. Hebu hii Ramadhani anza kujifundisha kujistiri kisawasawa. Kadhalika tudhibiti mikono yetu isitukue ile cha halali. Tudhibiti midomo yetu isiseme ile yanayofaa. Tudhibiti masikio yetu tusisikie ile yanayofaa. Tudhibiti macho yetu tusitazame ile kinachofaa. Hakuna kipindi muhimu ila kipindi ambacho kitakurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fuatilia madarasa. Sikiliza mawaidha. Kama hujui kuisoma Qur'ani, fungua kwenye simu yako, fungua kwenye TV iwe yasoma. Ufanye hunu mwezi ni mwezi wa kukithirisha kusikiliza Qur'ani, kuisoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuleta istighfari kwa wingi. Na narudia tena kulisema hili. Tahadhari siku ya kuangalia mwezi. Ile siku ya kuangalia mwezi, ule usiku wa kuangaliwa mwezi, tahadhari sana kufanya mukhalafa. Hakuna mandhari ya mashemeji. Yoyote ndio mandhari na mashemeji kwa ndia ambao kwamba haimridhishi Mwenyezi Mungu akawatangamana. Hisun bisi tutu kwa ufu. Hana Ramadhani mtu hoyo. Hoyo haikurubishi Ramadhani. Hoyo huitukana Ramadhani. Wanawake tukuaneni nyinyi kwa wanawake mwende mandhari, na wanaume tukuaneni nyinyi wanaume mwende mandhari, na isitukue ni nafasi. Msitukue ni nafasi ya kwenda kusengenya, ni nafasi ya kwenda kufanya machafu, ni nafasi ya kwenda kuibarizi kwenye fuo za bahari mkaonekana na wanaume. La, ketini mahala, mkumbushanane, muambizane mema, mukatazane mabaya, muhimizane katika khairi, muhimizane katika taa, muhimizane katika ibada. Hayo ndio mandhari yatakiwao. Huko ndio kuikurubisha Ramadhani kwa nia njema, kwa watawasau bilhaqi watawasau bisabri. Lakini kwa mandhari kwenda kutiwe miziki, watu wajikatishie ziuno watakavyo, majirani huwatungia wao, la. Au kuna mashemeji au kuna mafirst cousin na second cousin, hao hawaikurubishi Ramadhani, hao huitukana Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani tia azma. Utaswali tarawehe raka ngapi, qiyamul layli, na kila jamanini, si makosa kwenda kuswali qiyamul layli, hasa kwa wanawake misikitini. Lakini qiyamul layli kwa mwanamume